Tunayo programu ya kuendeleza kilimo awamu ya pili, ambayo lengo lake hasa imejikita katika kuleta mageuzi makubwa kwenye kilimo kwa kuongeza mchango wa sekta ya kilimo katika pato la taifa. Lakini lengo la pili ni kuboresha maisha ya Mtanzania au mkulima mmoja mmoja, ili aweze kupata kipato kile ambacho ni kizuri, lakini apate faida zinazotokana na kilimo kilichoboreshwa. Kwa hiyo programu hii ina maeneo makubwa manne. Sote tunajua kwamba ina maeneo makubwa manne. Eneo la kwanza ni matumizi bora ya ardhi na maji, hilo ni eneo la kwanza. Eneo la pili ni namna ya kuongeza tija na uzalishaji wa mazao mbalimbali ya chakula na ya biashara. Lakini eneo la tatu ni namna ya kuongeza thamani na masoko ya mazao yetu, na eneo la nne namna ya kuratibu shughuli mbalimbali za programu hii. Sasa programu hii lengo kubwa hasa ni kuhakikisha kwamba kwa kweli wadau mbalimbali wanashiriki wanashirikishwa katika uletaji au uendelezaji wa sekta ya kilimo hapa nchini, na ni imani yetu kwamba kila mmoja wetu akishiriki kikamilifu, basi mchango wa sekta ya kilimo unaweza ukawa umeimarika vizuri sana. Kwa hiyo basi, kama wizara, kwa kuzingatia umuhimu wa matumizi ya teknolojia katika kurahisisha utoaji wa huduma, Wizara ya Kilimo tumeamua kuanzisha mifumo ya kielektroniki kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali. Mifumo hiyo ambayo sasa mingine tayari tulishaizindua na mwingine tutaenda kuzindua leo, iko kama 5 hivi. Na mifumo hiyo ni pamoja na mfumo wa usajili wa wakulima ambao uko online, mfumo wa kutoa leseni na vibali ambao unajulikana kama ATMIS, ambao nao tayari tulishauzindua na unafanya kazi. Lakini mfumo wa tatu ni mfumo wa mobile kilimo au M-kilimo, ambao mfumo huo tutauzindua leo hapa, na mfumo huu nitauzungumzia hapo baadaye unavyoenda kufanya kazi. Lakini mfumo wa 4 ni mfumo wa taarifa na takwimu za kilimo au tunaita Agriculture E-Dashboard, ambao utasaidia sana katika kutoa takwimu sahihi zinazohusiana na masuala ya kilimo. Lakini mfumo wa 5 ni mfumo wa usimamizi wa magara au Warehouse E-Management System, na mfumo wa 6 ni mfumo ule wa kuwatambua wadau. Mifumo yote hii 6 tumeshaitayarisha na inafanya kazi, lakini mingine yote tulishaanza kuitumia, kasoro mfumo mmoja ambao ndio tunaenda kuzindua leo, ambao tunataka kwamba tuzindue rasmi nao uanze kufanya kazi. Sasa nikianza na mfumo wa kwanza, ule wa usajili wa wakulima, kama sisi sote tunavyojua kwamba tulianzisha huu mfumo ili kuhakikisha kwamba kwa kweli tunawatambua wakulima wetu wote kwa mazao, kwa eneo, kwa kila kitu, ili tuweze kuwahudumia ipasavyo. Tuliamua kuanza na usajili, na katika kuanza na usajili tuliamua kuanza na usajili wa mazao 8 yale yanayosimamiwa na bodi za mazao. Lakini sasa hivi tumeingia kwenye hatua ya pili sasa ya kwenda kwenye mazao mengine yote, yani mazao ya nafaka, mikunde na mazao ya bustani, ili kusudi mwisho wa siku wakulima wote nchi nzima tuwe tuna uwezo wa kujua nani analima mchicha, nani analima mboga, nani wanalima matunda, nani wanalima kila kitu katika mnyororo mzima, tuweze kuwatambua. Kwa hiyo huu usajili unaendelea. Sasa tumefikia wapi kwenye swala la usajili? Katika kusajili tunaamini mfumo huu kwanza utawasaidia sana wakulima wa nchi hii kuhakikisha kwamba wanajua masoko yanakopatikana na kuwaunganisha na namna ya kupata hayo masoko. Lakini pia tukiwasajili tutakuwa tuna uwezo wa kuwahudumia kwa kuwapatia pembejeo sahihi na kwa wakati, na tutajua ukubwa wa mashamba wanayoyalima. Sasa tumesajili kwa kiwango gani? Kwa sababu hii taarifa mtakuwa nayo, mimi nitaisema kwa kifupi tu. Mpaka sasa hivi katika yale mazao 8 niliyoyasema, ambao ni korosho, kahawa, pareto, mkonge, sukari, yani kwa maana ya miwa, chai, tumbaku na pamba, jumla ya wakulima ambao wamesajiliwa ni 1,275,220, sawa na 88.1%. Kwa lengo liko ni kusajili wakulima 1,447,347. Breakdown ipo kama taarifa mtakavyoipata, kila zao tumesajili kwa kiasi gani. Sasa ndugu wanahabari, kwa kuwa mfumo huu
una zaidi sasa ya mwaka toka uanze kutumika, lakini naomba nitumie fursa hii sasa kuziomba bodi za mazao na taasisi zinazohusika kuhakikisha kwamba kwa kweli zinakamilisha usajili ifikapo tarehe 30 Juni. Yaani mazao haya ya kimkakati ifikapo tarehe 30 Juni tunataka tuwe tumekamilisha kabisa usajili kwa 100%. Tunajua kabisa ni wakulima wangapi wanalima kila zao katika hili. Baada ya hapo tutaingia sasa katika kwenda kwenye mfumo wa kusajili sasa hawa mazao mengine yale mchanganyiko. Mfumo wa pili ni wa utoaji wa vibali. Ndugu wanahabari, mfumo wa utoaji wa vibali kwa njia ya electronics ambao unajulikana kama ATMIS unatoa huduma za utoaji vyeti vya usafi wa mazao na mimea na vibali vya kuingiza au kuuza mazao nje ya nchi. Mfumo huu umeanza kutumika na unapatikana kupitia tovuti ya wizara ambayo inajulikana ni atmis.kilimo.go.tz. Mfumo huu umepunguza muda wa kupata kibali kutoka siku 7 ambazo watu walikuwa wanakuja kuomba. Ilikuwa lazima waje wizarani kuja kuomba kibali kama anataka kufanya biashara hiyo. Lakini sasa hivi anakaa huko anaingia kwenye mfumo, ana login, anatuma, anaattach viambatanisho vyote, na sisi ndani ya siku moja tunampa majibu moja kwa moja, tunampa hicho kibali. Na kwa namna hiyo mfumo huu umeweza kuleta mafanikio makubwa sana. Kwanza umeongeza mapato ya ukusanyaji wa mapato au maduhuri ya serikali, lakini pili umeondoa kabisa vile vibali feki vilivyokuwa vinatolewa ambavyo watu walikuwa wanatumia udanganyifu, kwa sababu sasa hivi kibali kiko kwenye mfumo, kila mtu anaweza kukiona. Lakini tatu, umepunguza gharama za uendeshaji wa biashara. Kwa sababu sasa wale wafanya biashara badala ya kusafiri kuja kulala kwenye mahoteli kwenda wapi, sasa hivi anakaa huko tu anatuma na kila kitu anakipata huko. Kwa hiyo kwa kweli imesaidia sana katika kuhakikisha kwamba biashara zetu sasa zinafanywa kwa urahisi mkubwa. Kwa hiyo huu mfumo nao unafanya kazi, na tunaomba tutumie nafasi hii kuwaomba Watanzania sasa hivi wasihangaike kuja makao makuu wala kumpigia mtu simu kwamba nataka niombe kibali. Unaingia tu kwenye mfumo, unajaza fomu yako, unaambatanisha kila kitu, ndani ya siku moja unapata majibu yako, unapata kibali chako, unaendelea kufanya biashara. Kwa hiyo tunafikiri huu mfumo ni muhimu sana. Mfumo wa tatu ni mfumo wa usajili wa wadau wa sekta ya kilimo. Mfumo huu nao umeanza kufanya kazi, ambao lengo hasa ni kuwatambua wadau mbalimbali ambao wako katika mnyororo mzima wa thamani katika masuala ya kilimo. Lakini tunataka kujua, kwa sababu kama nchi tuna wajibu wa kujua nani hasa ambao wanashiriki, wanafadhili au wanachangia katika kilimo. Kama ni NGO, kama ni kampuni binafsi, kama ni nani, wote lazima tuwajue. Kama wanajihusisha na labda magara au nini, au wanasafirisha, lazima tuwajue. Mfumo huu nao unafanya kazi, na tayari tunafikiri kwamba utasaidia sana katika kuboresha na kuweza kuwatambua. Kwa sasa hivi katika kipindi hiki kifupi ambacho tumeanza kuwasajili, tumeona kabisa mfumo huu baada ya kuanza kutekeleza umeweza kubaini, kwa mfano wale wadau wa maendeleo, development partners, tumeweza kujua kwa mwaka huu ni kiasi gani wamewekeza katika kilimo, ambapo wamewekeza zaidi ya trilioni 3.3. Lakini pia wadau mpaka sasa hivi wadau 564 wameshasajiliwa kwenye mfumo. Lakini nataka nitumie sasa fursa hii kuhakikisha kwamba wadau wote sasa ambao bado hawajasajiliwa kwenye huu mfumo waingie kwenye mfumo, wasajiliwe, ili tujue nani anafanya nini, nani anawafundisha wakulima, nani anawasaidia kitu gani. Lazima wote walioko kwenye hilo tuwajue vizuri, watusaidie katika kuweza kusaidia kuboresha na kuongeza mchango wa sekta hii. Kwa hiyo ni muhimu kila mdau katika tasnia hii ya kilimo akasajiliwa kwa kuzingatia sheria na taratibu. Na itafika kipindi sasa hatutaruhusu mtu yoyote kujishughulisha au kufanya shughuli za kilimo kama atakuwa hajasajiliwa kwenye mfumo wetu. Mfumo wa 4 ni taarifa za kilimo ambao unaitwa dashboard. Hii ni kwa ajili ya kutoa takwimu mbalimbali, kutoa taarifa sahihi za kilimo na kutusaidia sisi wengine ambao tunafanya tuko kwenye uongozi kuweza kufanya maamuzi sahihi. Mnajua kwamba ili uweze kufanya maamuzi sahihi unahitaji takwimu sahihi. Sasa takwimu zetu zilikuwa nyingi, hazijakaa vizuri. Sasa hivi tumetengeneza mfumo nao wa kuturahisisha kuwa na takwimu zote electronically. Kwa ina maana hata mdau anaweza kukaa mahali popote pale, akitaka takwimu fulani anaingia tu kwenye mfumo, anapata takwimu zote zile ambazo anazihitaji kwa kutumia mfumo wa dashboard. Nao unafanya kazi, unaendelea kufanya kazi. Mfumo wa 5 ni mfumo wa usimamizi wa magara, yani warehouse management. Mfumo huu nao unafanya kazi.
Mfumo huu lengo lake hasa ni kuhakikisha kwamba kwanza tunayatambua magara yote yaliyoko katika nchi hii na tunayasajili. Kwa nini? Kwa sababu tunataka kujua haya magara yanatunza chakula cha aina gani, na tuwe na uwezo wa kujua kama nchi kwamba utunzaji wa chakula nchi nzima ni kiasi gani ambao uko kwenye magara. Hata kama ni mtu binafsi, hata kama ni taasisi, hata kama ni nini, tuna wajibu wa kujua. Lakini la pili, itatusaidia katika kufanya ukaguzi na usimamizi wa magara yote yaliyoko hapa nchini. Lakini tatu, tutaweza kutoa sasa leseni sahihi zile zinazotakiwa kutolewa kwa ajili ya utunzaji na uendeshaji wa hayo magara. Lakini la nne, usimamizi wa magara, tutakuwa na uwezo sasa kujua nani anasimamia gara fulani, nani anasimamia nani anafanya nini. Kila kitu kitakuwa na kiko sahihi na kiko kwa uwazi. Uandikishaji na usimamizi wa bidhaa ambazo huyo mtu anazisimamia ziko kwenye gara lake, tutakuwa na uwezo wa kujua kwa wakati wote. Kwa hiyo nitumie fursa hii sasa kuwaomba makampuni yote, watu wote ambao wanajishughulisha na magara waingie kwenye mfumo, wajisajili, na sisi tutawapa leseni zile zinazohitajika, na tunaamini itasaidia sana katika kuboresha shughuli zetu za kilimo. Kwa hiyo ndugu zangu wanahabari, nitumie muda huu kufafanua kuwa tuna waraka ambao umeshatolewa. Kwa mfano kama sasa hivi kuna waraka umetolewa na bodi ya mazao, unazunguka kwa wadau. Nataka nilifafanue vizuri. Ule waraka naomba sio sahihi, haujatolewa kwa utaratibu tunaotaka, wala hatujaanza kukusanya maoni kutoka kwa wadau. Kwa hiyo ule waraka ambao unazunguka kwenye mitandao ya kijamii, ule waraka sio waraka sahihi, kwa sababu mandate ya kutoa waraka ni ya Wizara ya Kilimo na ni ya waziri. Hatujatoa huo waraka. Kwa hiyo hakuna taasisi yoyote ambayo inaruhusiwa kuendelea kufanya hizo shughuli kwa niaba ya kilimo. Hatujatoa mandate hiyo kwa mtu yote. Kwa hiyo nitaka hilo nalo niliweke vizuri. Sasa nije kwenye mfumo wa 6 ambao tunataka kuuzindua leo. Kutokana kama wote tunavyojua katika nchi yetu, tunafahamu kwamba tuna vijiji takriban 12545 ambavyo viko katika halmashauri 185 sawa na wilaya 139 au katika mikoa 26 ya Tanzania bara. Sasa tunao maafisa ugani wetu ambao wapo mpaka sasa hivi ambao ni 7303. Ukiangalia idadi ya maafisa ugani tulio nao na ukaangalia vijiji tulivyo navyo, manake vijiji vingi vitakuwa havina afisa ugani na kata nyingi zitakuwa hazina maafisa ugani. Na kwa kuzingatia sasa hivi mabadiliko na mambo mbalimbali yanayoendelea duniani, tumeona ni changamoto sana za utoaji wa huduma ya afisa ugani, namna ya kuwaelekeza wakulima, namna ya kuwasaidia ili waweze kuboresha kilimo. Hivyo basi, kutokana na upungufu, kwanza tumeangalia mahitaji ya maafisa ugani. Kama nchi tunahitaji maafisa ugani ili tuweze kutoa huduma inayotakiwa 21268. Utaona idadi ni kubwa ambayo tunahitaji ya maafisa ugani, na sisi tunao 7300 na kwa hiyo ni wachache. Kwa hiyo ina maana hatuwezi kutoa huduma za ugani kama inavyotakiwa. Kutokana na hilo, utaona kuna upungufu wa karibu takribani maafisa ugani 13961 ili tuweze kuwahudumia wakulima wetu na ili waweze kuboresha kilimo chetu. Kutokana na hilo, tukaona kwamba sasa tutawahudumiaje hao wakulima wanaohitaji huduma za ugani. Tukaona tuje na mfumo sasa wa kielektroniki ambao sasa utawasaidia wakulima bila kukutana na afisa ugani. Wanaweza wakaingia kwenye mfumo, wakauliza swali, akaeleza huduma anayoitaka na akapata majibu yake kwa mtandao moja kwa moja. Kwa hiyo itatusaidia sasa kuwatumia vizuri ipasavyo hawa maafisa ugani wachache ambao wapo. Na tunaamini kilimo chetu cha sasa hivi kinategemea sana teknolojia ya kisasa. Kwa hiyo teknolojia tutakayoitumia ndio hii sasa ya kutumia mfumo huu. Wakulima anaingia, mimi nalima zao fulani, nimekutana na changamoto hii, sijui na magonjwa haya nimeyaona, anapata majibu yote mle, anapata consultation yote safi. Na ili yeye aweze kuingia kwenye mfumo, atatumia simu yake tu, sana atalipia labda bando kwa ili awe na message ya kuweza kutuma kwenye mfumo. Basi hiyo itasaidia sana. Kwa hiyo tunaamini mfumo huu utatusaidia sana. Kwa hiyo mfumo huu pamoja na mifumo mingine ambayo nimeisema hapo juu, mifumo hii itamuunganisha pia huyu mkulima na masoko mbalimbali yaliyoko katika maeneo mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi. Lakini ataweza pia kujua bei za mazao mbalimbali ambazo zipo.
Akitaka sasa kuuza, anatakiwa yeye mwenyewe aamue, naenda kuuza wapi, nataka nikafanye kazi wapi, nifanyeje. Kila kitu, taarifa zote atazipata. Mfumo huu utajulikana kama ni M-Kilimo, M-Kilimo, yani mobile kilimo, maana tunategemea teknolojia zaidi. Kwa hiyo basi, sehemu ya kwanza ya mfumo huu, kwanza itamsaidia mkulima kupata zile huduma zote za afisa ugani za utaalamu zinazotakiwa katika kila eneo, atazipata kwa urahisi. Lakini sehemu ya pili itamuunganisha na masoko, na mfumo huu utamsaidia sana. Sasa basi, kwa sababu mfumo huu ndio tunaenda kuzindua leo, na tulitamani tungekuwa tumeshauzindua toka majuzi kusudi uanze kufanya kazi leo, lakini tunauzindua leo ili tuende kutest, naomba wewe vizuri, ili tuende kuufanyia majaribio. Na tumeamua kuchukua wilaya mbili katika mkoa wa Dodoma, ambayo ni wilaya ya Chamwino na Bahi. Tunachukua kata mbili kule, tunachukua maafisa ugani kadhaa na tunachukua wakulima kadhaa kama pilot, tunawaingiza kwenye huo mfumo kwa muda wa wiki hii moja, alafu tunaona mfumo unavyofanya kazi na huduma zinavyoweza kufanya kazi. Baada ya hapo, tukiona kila kitu kimekwenda vizuri, tukaurekebisha sasa, kama kuna mapungufu yatajitokeza, tutauweka sasa mfumo utumike nchi nzima.